Karibu mpendwa mtazamaji wa vipindi vyetu vya ufalme na ukuhani. Tunaanza kitabu kipya cha Ufunuo. Karibu tuanze safari hii pamoja katika kukitazama kitabu cha Ufunuo. Kitabu hiki cha mwisho katika mpangilio wa vitabu vya Biblia tulionayo ya vitabu 66. Hii hakika kitabu hiki kimewekwa mwisho ili tupate habari ya yote yaliyofanyika mwanzo, ili tuelewe na yale yaliyopangwa kutoka mwanzo. Kitabu hiki kinaonyesha kuwa yuko Mungu mkuu mmoja aliyeumba mbingu na nchi, kwamba yeye hashindani wala hatashindana na yoyote. Kwa hivyo aliyoyapanga yeye ndiyo vyo yatakavyokuwa, wala halitapungua neno. Hivyo umuhimu wa kukisoma kitabu na kukielewa katika wakati huu tulio nao, kwani ni wakati wa mwisho. Hivyo tunahitaji kupashwa habari ya nini kinakuja, ili tufanye maandalizi na tuweze kutoka washindi. Tunapoingia katika kitabu hiki, katika sura ya kwanza, kuna maswali ambayo tunapaswa kuyajibu. Je, ufunuo huu ni wa nani? Je, umetoka kutoka wapi? Na kwa mkono wa nani umeletwa? Ni kuhusu nini? Kwa sababu ipi utumwe? Na ni nini au nani nabii wa ujumbe huu? Faida ni ipi kwa mpokeaji wa ujumbe huu? Sasa ukisoma ile Ufunuo mmoja pale mstari wa kwanza inajibu maswali haya. Nasema ni ufunuo wa Yesu Kristo. Kwa hiyo sio ufunuo wa Yohana, ni ufunuo wa Yesu Kristo ambao aliupokea kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo ufunuo umetoka kwa Mungu kwenda kwa Yesu Kristo, na Yesu Kristo anasema akaupeleka kwa mkono wa malaika. Akaupeleka kwa mkono wa malaika kwa nani? Anasema kwenda kwa nabii, ambaye nabii huyu ni mtume Yohana. Sasa ufunuo wenyewe unahusu nini? Anasema kuhusu mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Lakini sababu yake ni nini hasa? Ni kuwajuza kanisa mambo yatakavyokuwa, kwa kuwa muda umebakia mchache. Sasa faida ni ipi kwa msomaji au mpokeaji wa ujumbe huu? Tunaona katika ile Ufunuo 1:3, nasema heri asomaye na hao wayashikayo maneno ya kitabu cha unabii huu, maana wakati uko karibu. Kwa hiyo huu ni mwanzo wa sehemu ya kwanza ya kitabu cha Ufunuo. Tutapita tukiangalie kadri Roho Mtakatifu anavyoendelea kutuongoza, lakini siache kuomba. Niombee mimi nami nakuombea wewe, ili Mungu atuongoze katika kusudi lake. Mungu akubariki, maana wakati huo umekaribia na Yesu yuko njiani kuja. Amen.